unaweza kufanya. Mwambie Mungu. Rana matala brata mayata rama makataba. Nisikie sauti ya mtu akiwasikia sauti na maturi matakarina mataya. Mwambie Bwana, omba kwa sauti yako, omba. Usikie sana kunisomba. La kata rima papa yata rabakasa. Wewe unaweza kufanya Bwana juu ya maisha yangu. Wewe unaweza kufanya Bwana juu ya hatua zangu. Wewe unaweza kufanya Bwana juu ya afya yangu. Unaweza kufanya Bwana juu ya huduma yangu. Unaweza kufanya Bwana juu ya biashara yangu. Wewe unaweza kufanya. Mwambie Bwana, omba. Nashukuru Bwana, mwambie Bwana anaweza. Unafanya. Mwambie Bwana anaweza. Fanya kwenye kesho yangu. Mwambie Bwana. Omba rapakata. Unaweza kuna kuangalia kwa lugha. Kutukutia mate. Ramte prekete pavata basaka. Leka rabata. Waliopiga ulimwengu wamefika mpaka huku. Ravekoti ya marakataka. Pindua ulimwengu wa roho. Ramate brata bakapaya baba. Emanda rama makuri ya baba. Sereboshi. Rimate reboshi kabayata. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu naomba. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Naomba chukua nafasi yako ukae hapo ulipo. Chukua nafasi yako ukae. Asante Yesu. Tuna siku nyingine tena kuu sana mbele za Bwana na siku ya kutukuka. Tuna siku nyingine tena mbele za Bwana, siku ya neema tele. Mungu akubariki wewe uliyefika nyumbani mwa Bwana. Mwambie mwenzako Mungu akubariki. Mwambie tena Mungu akubariki kufika nyumbani kwa Bwana. Utakavyotoka sivyo ulivyokuja, kwa jina la Yesu. Unaandika somo langu. Mungu akubariki pia ambao unatusikia kwa YouTube na kwa YouTube. Lakini pia Mungu akubariki wewe ambao uko kanisani huu. Na neema ya Mungu kubwa sana inazidi kutembea. Na masomo haya unayapata YouTube, utayapata YouTube kama unatamani kurudia na kusikia lakini kushare na mtu mwingine. Somo langu andika mitego ya shetani. The traps of the devil. Mwambie mwenzako mitego ya shetani. Mwambie tena mitego ya shetani. Haleluya, haleluya. Vizuri. Neema ya Mungu iko pamoja na sisi siku ya leo. Na natamani sana ufungue moyo wako, kwa sababu ni saa tunaenda kusikia habari ya wokovu, habari ya Yesu Kristo. Na hizi habari za Yesu Kristo zimekuwa ni habari ambazo zimetamkwa na kusemwa miaka na miaka, vizazi na vizazi, mpaka leo na sisi tunabeba kijiti na kusema Yesu anaweza. Majina mbalimbali na watu mbalimbali wamepita. Watu maarufu walipita, watu wenye hekima walipita, watu wenye kiburi walipita, watu maarufu kama wakina Osama walipita, walifanya mambo makubwa. Wakina Adolf Hitler walipita, walifanya mambo makubwa. Lakini Biblia inasema jina la Yesu litadumu milele. Kila sana kila nasikia habari za jina hili likiendelea kutamkwa, jina hili likiendelea kusemwa, jina hili likiendelea kuinuliwa, kwa sababu ametenda mambo makubwa. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ratopaka rabayata kabaras. Natamani kila mmoja utulie ukajifunze, na baada ya leo utaanza kuelewa sana kwa kina kwa nini unakutana na vitu ambavyo unakutana navyo. Kwa nini kuna udhaifu unakutesa sana na hauwezi kuacha. Wakati fulani nikiwa Kigamboni akaja yule mama alivyokuja kwenye ule mkesha, yule mama akafunguliwa. Alikuwa anakunywa sana pombe. Alidondoka chini mapepo, wakasema sisi tumemwekea roho ya ulevi ili awe maskini. Alipodondoka baadaye akafanywa huduma. Jumapili akaja, nikamtabiria nikamwambia utaacha pombe, kiu itakatika kabisa. Baada ya pale yule mama akaanza kushuhudia, akasema ninamshukuru Mungu nimeacha, kwa sababu kwa pombe nilikuwa nadharauika kila mahala. Nilikuwa naonekana mimi sifai. Nilikuwa naonekana mimi sina maana. Nilikuwa naonekana hata nikiwa na fedha usiku nikiamka sina kitu kabisa kabisa. Ratapra okapatais. Naamka sina kitu. Nilikuwa na fedha lakini naamka sina fedha. Acha nikwambie
nikwambie, wakaenda kufundisha kwa habari ya mitego ya shetani. Kuna watu wametegwa ndani ya mitego ya giza, na watu baada ya kukaa ndani ya mitego ya giza hawawezi kufanya chochote, hawana msaada wowote, hawana tumaini lolote. Ndio saa Bwana anatuagiza sisi sasa katika Mbezi Juu, ndio saa Bwana anatuagiza sisi sasa katika Tanzania. Anatuambia kwenye Isaya 42:22, lakini watu wangu ni watu waliojua na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamekuwa hapana okoaye, wamekuwa mawindo wala hapana sema rudisha. Hebu sema rudisha kwa jina la Yesu. Sema tena rudisha kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni sana majira ambayo lazima arudishe hatima za watu. Sema amen. Narudia tena, shetani lazima arudishe hatima za watu. Sema tena amen. Sema tena amen. Wakati fulani ndo mwalimu akanifundisha kitu. Tunaenda kusoma tu kwa makini. Aliponifundisha akaniambia, kuna wakati ukiwa unaombea watu usiwe busy sana na mapepo yanavyoongea, usisikilize sana yanasema nini. Huo ni mtego wa shetani. Wakati umefocus watu wajifunze, watu wasikie, kuna pepo anapiga kelele aanze kung'ang'ania. Aking'ang'ania ionekane kwamba unatakiwa umsaidie yule kwanza, uachane na kusaidia wengi. Acha nikwambie, hii mitego ya shetani imekaa kwenye mfumo na namna ambayo ni kazi sana mtu kuona, ni kazi sana mtu kutambua, ni kazi sana mtu kusikia na kujua kwamba hapa huu ni mtego wa giza. Haleluya, haleluya. Twende kwenye neno la uzima uone hapa mara moja. Twende kwenye neno la uzima uone mara moja. Ratu sabra atabada. Ilikuwa natamka kwa mtu na Biblia ilikuwa ananisomea ili tuwe tunaenda vizuri pamoja. Haleluya, haleluya. Ingekuwa vyema ungekaa kiti cha kule ili kuepuka kelele za mic. Vizuri, vizuri. Twende kwenye Zaburi 91:1. Zaburi 91 mstari wa kwanza. Randu baarika parushka bas. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Zaburi ya 91 mstari wa kwanza. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. 91:1 kuanzia 1. Amina, nasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Neno la Mungu. Amina. Amen. Nasoma Zaburi 91 ule mstari wa kwanza. Ndio. Amina. Neno la Mungu linasema, Ndio. Aketie mahali pasiri, Aketie mahali pasiri pake ndio aliye juu, ndio atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ndio. 2. Nitasema Bwana ndiye kimbilio langu, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, na ngome yangu, ndio Mungu wangu nitakaye mwamini. Ndio. 3. Maana yeye atakayeokoa ndio mtego wa mwindaji. Naomba rudia hapo, maana yeye. Narudia mstari wa 3 cha Zaburi. Ndio. Amina. Maana yeye atakaye kuokoa na mtego wa mwindaji. Hebu mpige Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Amina, amina, amina. Nilikuwa nataka hapo kwenye mtego wa mwindaji. Nisikilize. Maandiko yanasema, amen, atakaye kuokoa na mtego wa mwindaji. Maana yake kuna mwindaji huyu. Ulimwengu wa mwili tunatembea kwa hali ya ulimwengu wa mwili, lakini kuna ulimwengu mwingine unaitwa ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho ndio ulimwengu ambao majini yanafanya kazi, ndio ulimwengu ambao uchawi unafanya kazi, na kwenye ulimwengu kuna mwindaji anaweka mitego. Mwenzako, kuna mwindaji anaweka mitego. Kuna mwindaji anaweka mtego. Kuna mwindaji anaweka mitego. Kuna mwindaji anaweka mitego. Kuna mwindaji anaweka mtego ndoa ivunjike. Kuna mwindaji anaweka mitego biashara ife. Kuna mwindaji anaweka mtego cheo chako ushuke kazini. Kuna mwindaji anaweka mtego darasani ufeli. Wakati fulani nilikuwa nafanya huduma, akaja binti mmoja, mama yake akamleta, akasema, mtumishi, naomba msaidie mwanangu. Nikamwambia, na shida gani? Akasema atakuelezea mwenyewe. Yule binti alikuwa na changamoto ya macho. Akiingia darasani haoni vizuri ubaoni, anaona maluelue ubaoni. Na alivyokuwa anaona maluelue ubaoni, inapelekea yeye hajisikii kuwa darasani. Jambo la kwanza. La pili,
anasema nilikuwa nikifika darasani miguu inaanza kuniuma. Kwa hiyo inampelekea akiwa darasani asipende kukaa darasani. Sasa unanisikia sahihi, uenda una mtoto wako ambaye anajikuta mara nyingi unaona hapendi shule, lakini kumbe kuna hali zinamtokea akiwa shule inampelekea anatamani kukaa mbali na shule. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila hali iliyoinuliwa ili kuzuia isifanikiwe, ninautuma moto wa Roho Mtakatifu kuharibu kila uchawi kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo huwa shetani akitaka kufanya jambo lake anatuma mtego au analeta mtego. Amen. Amen. Ule mtego ukishainuka kwenye maisha ya mtu ili mtu akienda pale anase. Akasema siku moja niko darasani nikaanza kusikia, nikiwa darasani nasikia meza zinaburuzwa. Yaani mtoto yuko darasani lakini anaanza kusikia hali nyingine, anapelekwa kwenye ulimwengu mwingine, anaanza kuchanganywa ili akili yake isirudie darasani. Acha nikwambie ni mtego, ili kwamba akiwa darasani asielewe chochote, asipende shule, asifanikiwe kwenye elimu yake. Sababu shetani ameona kabisa kwamba huyu mtu akienda mbele kwenye elimu yake atafanikiwa. Kwa hiyo nilete mauzauza shuleni, nilete mazagazaga shuleni, nilete matatizo kwenye huduma, nilete matatizo kwenye familia, nivunje ndoa ili malueleo yatokee, ili hatima njema isitokee. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inaachia nguvu ya Mungu. Achia nguvu ya Mungu. Kila uchawi. Kila uchawi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Twende kwenye Mhubiri 9:12. Mhubiri 9:12. Asante Yesu. Korobo shata adakaras. Litabra akudia maatalaba atalaba shadabatas. Asante Yesu. Unaona mitego inakuwa namna hiyo na inapelekea watu wanabakia kwenye tabu fulani. Alitegwa, amenaswa kwenye mtego. Na Daudi anazungumzia kwa habari ya mtego wa mwindaji. Sema yeye atanitoa kwenye mtego wa mwindaji. Maana yake yupo mwindaji. Na yule mwindaji huwa anaandaa mitego kwenye maisha ya watu. Na akishaandaa mitego kwenye maisha ya watu, inapelekea watu wananasa kwenye ile mitego. Wananasa kwenye mitego ya magonjwa, wananasa kwenye mitego ya dhiki. Mtu mmoja siku moja akaniambia, unajua mtumishi, mimi shida yangu ilianza nilikanyaga kitu. Nilivyokanyaga kile kitu ndio mguu kaanza kuuma. Nikamwambia ulikuwa ni mtego huo. Ulivyokanyaga kile kitu hakikuwa kitu kama unavyoona. Ulipopiga teke kifuu cha nazi, ilikuwa kifuu cha nazi kama ulivyoona. Lilikuwa ni jini limesukwa likusubiria kwenye njia panda. Wanajua njia ile unapita wakati wote na kila siku, ili ukipita njia ile ndio iwe mtego wako. Na baada ya kunaswa ule mtego, wewe uanze kuugua taratibu. Na wewe unasema unajua Bwana, nilikanyaga kifuu kikanikaruza. Nilikanyaga kifuu ndio kikaniparua mahali hapa na ule mguu kaanza kuvimba. Acha nikwambie jambo moja. Adui ana mitego yake ambayo anaitega kwenye maisha ya watu, hasa ambao hawamjui Yesu. Kama umjui Yesu uko kwenye hatari. Ndio maana yake tunasema kuna wokovu. Maana ya wokovu, wewe unapona kutokana na dhiki kadha wa kadha. Haleluya. Ninasoma Mhubiri 9:12 inasema, maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokatwa katika nyavu, wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Kadhalika mwanadamu hunaswa wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Hebu sema wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Kumbe huwa kuna mitego inawakuta wanadamu. Mhubiri anasema, Mhubiri anasema nisikie niambieni, mwanadamu naye hajui wakati wake. Kama samaki wanavyokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Hebu sema ndege mtegoni. Ndege mtegoni. Sasa ili umnase, shetani mjanja sana, ili aweze kumnasa mtu au anase hatima ya mtu au maisha ya mtu, anaanza taratibu. Haleluya, haleluya. Amina. Jamani, dunia yote kuna baadhi ya mambo ulimwengu wote unayakimbilia na kuyafuata. La kwanza kabisa kubwa sana ni muziki wa dunia. Amen, amen. Ukienda kuangalia interview ya mtu mmoja anaitwa marehemu anaitwa Michael Jackson, anasema kabisa waziwazi, anaimba kwenye nyimbo yake mojawapo, anasema the devil come through my dance. Maana yake shetani anakuja kupitia kucheza kwangu. Kwa hiyo kuna mtu mmoja shetani anamtumia kwa design fulani ya kucheza. Nataka unielewe. Anamtumia kwa design fulani ya kucheza na style fulani ya kucheza.
na wengi tulicheza sana wakati huo. Kwa hiyo ile sign inakuwa ndio inamkaribisha shetani kwenye maisha ya mtu. Lakini kwa namna ya kuangalia unasema Bwana ni muziki Bwana. Unajua ni burudani Bwana. Unajua Bwana ni nyimbo kidogo Bwana. Unajua tunakonga moyo kidogo Bwana. Kwa wakati tunakonga moyo ndio njia ya shetani kuingia. Amina. Ingekuwa na projector ningekuonesha. Ipo nyimbo anasema the devil comes through my dance. Wengine nafikiri ametunga tu nyimbo basi, hapana. Anakuja kupitia muziki. Na unakuwa ni mtego fulani wa kukuvuta wewe uingie kwa shetani bila kujua. Unajua kwa nini watu wakiwa baa wanakunywaga mpaka hela zote zinaisha? Sema amen nikwambie. Amen. Sema tena amen nikwambie. Amen kwa jina la Yesu. Iko hivi. Ukienda kwenye baa mahala huwa kuna muziki wa taratibu. Au kuna muziki fulani unakuepo. Kwenye zile baa kubwa ambazo wanakaa watu wazito wenye fedha nyingi, huwa kuna kamuziki kanapigwa lakini hakana kelele. Kale kamuziki kanasababisha akili yako relax. Ile muziki imeandaliwa na watu fulani wenye ufahamu mkubwa sana. Na wameandaa ule muziki ili wewe usinzie, urelax, usahau kila kitu. Amen amen amen. Amina. Muziki umewekwa ukuzime data ili wewe usahau. Alafu unakuja kushangaa tu umeshalewa, umekunywa fedha zote na uliandikiwa bili. Ukiamka asubuhi unasema nilikuwaje nikanywa mpaka nikaacha bili? Kwa sababu uliingizwa kwenye mtego taratibu, uliingia kwenye mtego wa giza taratibu, uliingia kwenye mtego wa shetani taratibu, baadaye ukashangaa tayari umeshanasa na ushanasa huwezi kutoka. Kwa sababu wanakuambia unasema inakuwa ina addiction ndani yake. Ile sigara huwa ina addiction ndani yake. Kila kitu ambacho kinaleta kwenye maisha yako kinakuwa kina tabia ya kukushikilia. Kilazimisha kesho utafute tena. Kilazimisha kesho unywe tena. Kilazimisha kesho ukahangaike tena. Kilazimisha ile kiu ndani ya kunywa mayai, kilazimisha kesho ukafanye tena na tena. Kwa sababu gani? Tayari umeshanaswa kwenye mtego. Hebu sema kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kila mitego ya uchawi, Mitego ya uchawi. kila mitego ya giza inatoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inatoka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Nisikie vizuri nikwambie. Sema amen. Amina amina kwa jina la Yesu. Mwimbaji mmoja akawa anaojiwa. Anaitwa Beyonce. Watu wengi wa dunia wanamfahamu. Kaangalia YouTube andika. Wakati anaojiwa Beyonce, akaanza kuulizwa kwani huwa kinatokea nini? Akasema unajua mimi ni mtu sana, mwenyewe anaongea. Mimi huwa ni mtu sana mwenye aibu. Ukiona mimi nipanda stage, mimi ni mtu mwenye aibu, siwezi kupanda vile niko uchi. Akaambia wewe inakuwaje? Akasema nikiwa napanda stage huwa kuna jini moja au kuna pepo linaitwa Sasha Fierce. Lile pepo likiniingia kama nimepandwa fulani na roho fulani. Ndio maana watu wa dunia wanakuambia tumzuka. Maana ya mzuka, maana yake mzuka ni kitu kilichokufa kimefufuka. Na wengine wanafuatia na mimi nasikia mzuka leo wewe. Maana yake kuna roho fulani ya kipepo imemwingia mtu, anaanza kupata ujasiri wa kufanya vitu ambavyo sio vya kawaida. Anapata ujasiri wa kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Yuko tayari kutoa nguo mahala popote. Yuko tayari kufanya jambo lolote la ajabu. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho imemwingia. Ni mtego fulani unamvuta kuingia mahala. Ndio maana wakati kufundisha music is a transport in the spirit. Antulie nikufundishe. Muziki ni usafiri rohoni. Ndio maana kuwa makini unasikiliza nini. Ndio maana ukianza kuomba, ukianza kuabudu muda mrefu, unashangaa unaanza kujisikia kuomba. Au ukisikia nyimbo ya kuabudu unaanza kusikia. Kwa sababu gani? Muziki ni usafiri wa kiroho ambao unakusogeza mahala. Hata wachawi wanaimbaga kabla wanasifu. Tena uchi. Muziki wao unataka watoe nguo zote wacheze. Mtumishi unajua kanisa liko wazi. Sasa mimi ni kanisa liko wazi, wataniona na sifu. Unajua mimi sina sauti. Una sauti. Shetani hajali sauti wala nini, wanachojali tunamtumikia shetani. Na kule kwa shetani unateswa sana. Hao wachawi wanateseka usiwaone. Wanatoa fungu la 6. Fungu la 60 sio hata la 10. Shetani huwa hasamei kama Mungu wako. Shetani wewe ukikosea hakusamei, anakupa adhabu. Ukiona machizi wengi hawa walikuwa ni wachawi ambao wamepewa adhabu. Wanaita adhabu ya kabri. Tulipita kidogo huko. Nitakuwa na kumegea kidogo. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Amina. Sema amen amen amen. Amina. Majeshi. Jeshi la Bwana. Yako wapi majeshi? Yako hapa. Yakipiga majeshi. Huwa kabisa. Kwa nini nakufundisha haya? Kwa nini nafundisha mitego ya shetani? Sikio nafundisha uchawi wa mafundo. Wewe unafundisha hivyo. Kwa nini nifundisha uchawi wa mafundo? Maandiko yanasema hivi. Shetani asipende kutushinda kwa maana tukukosa kuzijua hila zake. Shetani ukishamjua ukajua hila zake anakimbia. Anakuogopa. Leo ukijua huu ni mtego wa shetani. Hii ni hila ya shetani.
Unashangaa umeokoka, unampokea Yesu, unampenda Mungu, eti kuna mtu anaamka tu anachukia, hataki wewe ukaombe. Unajiuliza, huyu mimi nataka nikaombe, napenda kumtafuta Mungu, napenda tu kuomba, angalau nikiomba hata na mimi naleta uwepo wa Mungu kwenye hii nyumba au kwa ndugu zangu. Watu wanaanza kuambia, sasa kusali unasali nini? Hiyo kanisa gani? Wanaanza kupinga. Kwa sababu gani? Ni mtego wa giza. Shetani anaweka mitego yake ili watu wakamane kwenye ile mitego, waweze kuingia gizani. Anasema kila wakati nikiingia kuimba, kuna pepo linaniingia afu linaanza kucheza, na shangaa nacheza ilivyokuwa kawaida, na changamoto zilikuwa kawaida. Kama ambavyo unapona Roho Mtakatifu, kuna watu ambao shetani anawatumia kwa namna hiyo hiyo. Wanaanza kuingia na ile roho ya kutaka kuua watu, kutaka kuharibu maisha ya watu, kutaka kuharibu hatima za watu. Wachawi na waganga na washirikina wana roho ya kutaka kuua maisha ya watu na kuyaharibu. Mtumishi anasema waganga ni mtaalamu, unadanganya. Mganga ni mchawi anayejua kutega na kutegua. Hebu sema fire. Sema tena fire. Sema tena fire. Ndio maana anaitwa witch doctor. Ni daktari, mchawi daktari. Maana yake witch ni mchawi, doctor ni daktari. Kwa hiyo mchawi daktari. Kwa hiyo daktari mchawi mara nyingine. Amina. Kwa siku akitaka urudi tena ameshakuloga, ananuizia urudi tena. Sasa mimi mbona kila siku nimeshakuwa mshikiana kwa waganga? Ulipoenda mara ya kwanza akaimisi hela yako, yeye mwenyewe ndo akaja kukanyaga juu ya bati. Anajua kanyaga juu ya bati utarudi tena. Usiende kwa mganga. Amina. Mtumainie Mungu, anaweza kufanya yanayoshindikana kwa wanadamu. Huyu Mungu anaweza kutenda yale juu ya fahamu za watu na akili za watu. Hajawahi kushindwa nyakati zote na majira yote. Yeye utawala asubuhi, mchana na jioni. Yeye Mungu aliyeko ndani kwako majira yote na nyakati zote, anabakia kuwa Bwana. Anabakia kuwa Bwana. Biblia anakuambia wazazi, anasema hivi, kuna nyakati za mitego. Anasema kama samaki wanavyokamatwa katika nyavu mbaya na mfano wa ndege wananaswa mtegoni, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya. Simuenda kufundisha, huwa kuna michoro ya kishetani inapangwa kabisa. Shetani anakucholea mchoro. Anasema tarehe 7 mwezi wa 6 atakufa kwa ajali. Wanakaa kikao na wananuizia. Unashangaa sio unajisikia kutoka ukatembee. Unajisikia ngoja nivae phone barabarani nisikize muziki. Kumbe unasogea kwenye mtego ili uweze kunasa. Mama mwenzako unaelewa hapo? Naelewa. Mwambie mwenzako unaelewa hapo? Amina, naelewa. Twende kwenye Isaya 24:17. Isaya 24:17. Rabuba akataraba bakaterebebe sharababata. Lubro okupai kadalabo shariba antalabu kashtabades. Zetelipro taba akirabada. Isaya ngapi? Isaya 24:17. Asante sana. Isaya 24:17. 24:17. Amina. Ndio. Ili nisome. Nasoma Isaya sura 24 na ule mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hofu na shimo na mtego juu yako mwenye kukaa duniani. Mstari wa 18. Itakuwa kila akimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila apandaye kutoka shimoni atanaswa na mtego. Maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi. Na rudia ule mstari wa kwanza uliosoma kabisa wa 17. Narudia Isaya sura 24 na ule mstari wa 17. Ndio. Neno la Mungu linasema hofu na shimo na mtego juu yako mwenye kukaa duniani. Kwa anayekaa duniani, amina, kuna hofu, kuna shimo na mitego. Amina. Siku moja nakufundisha kwa habari ya mashimo. Kuna watu unaona lakini wako kwenye mashimo. Amina. Maana yake kwenye ile shida ambayo uko nayo huwezi toka. Ni mpaka neema ya Mungu iingie kati. Kweli. Kuna familia ziko kwenye shimo, maana yake hawaolewi ni mpaka kwa jina la Yesu watoke kwenye shimo. Tunavyoongea kwa habari wachawi waachie maisha ya watu, tunapenda waokoke wampate Yesu, lakini maandiko yanasema kwenye Kutoka 22:18, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Kwa nini?
Ni bora ukutane na mchawi mwanaume kuliko mwanamke ana roho mbaya vibaya mno. Sema baba, sema. Tunaelewa kanisani wakati tunasaidia watu, shida za wachawi ni kiasi gani zimewapata. Tunaelewa. Wakati fulani nafanya ibada Kigamboni, tumefika pale, akaja mchawi mmoja, akasema ngoja nijaribu. Wakati ile ibada akaanza kufanya giza, atulie ile ibada. Akapigwa na moto wa Mungu, akadondoka, akaparalyze. Mtaa mzima kukawaka moto kwamba yeye ameparalyze. Akaja mtu ananiambia hapa kuna mchawi ameparalyze. Acha nikwambie, jina la Yesu sio mchezo. Haliogopi uchawi wala uganga wala ushirikina. Ni jina milele na milele. Maandiko yanasema waziwazi kwenye Matendo ya Mitume 4:12, hakuna jina lingine tumepewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo ila jina la Yesu. Liko jina ambalo tumeshapewa wanadamu, ambalo uchawi na uganga na ushirikina hautatuzuia, wala kazi za giza hazitatuzuia, wala mashimo hayatatuzuia. Na ile mitego ikitumwa tunase, tunapita katika mtego. Maandiko yanasema leo nafsi yangu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Ninakutamkia leo kwa jina la Yesu. Unasikia sauti mtandaoni, unasikia YouTube, unasikia sauti kanisani, saa hii kila mitego ya uchawi, kila mitego ya umaskini, kila mitego ya shida inakuachia leo kwa jina la Yesu. Amen. Sema fire. Ratapako setekete. Isaya anasema duniani, mwanadamu unanisikia, duniani kumejaa mitego, kumejaa mabalaa. Laiti Mungu akikufungua macho nako kawe kwenye senta za biashara, laiti Mungu akikufungua macho unapoenda Kariakoo kwenye senta za biashara, ukaona wanaouza, utaelewa kwa nini ukipita na $100 yako wewe unanunua usivyovitaka, unarudi bila hela. Kuna misukule imekaa kwenye maduka ya watu, kuna watu wasiokuwa watu wanafanya biashara ambao wewe huwaoni kwa macho. Ni mpaka wewe na macho ya roho uweze kuona. Acha nikwambie jambo moja na unisikia tu. Tunapokuambia habari ya wokovu chini ya jua, kwa habari ya Yesu Kristo, dunia imeshavamiwa tayari. Maandiko yanasema waziwazi, rakaposata, dunia inapepesuka, dunia imekuwa ya kizunguzungu, ina machela, ina wayawaya. Kwa nini? Dunia imeshakosa mwelekeo. Ni mpaka wewe na Yesu tu na mwelekeo. Kwa maana maandiko yanasema waziwazi, naye Yesu ndiyo njia, kweli na uzima. Hakuna anayepata njia ila kwa Yesu. Kwa sababu dunia imepoteza mwelekeo. Poteza mwelekeo. Inahitaji Yesu aingie dunia. Hebu mpige Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Setekete parutapa. Amen. Nisikilize. Ndio. Yeza wewe nabii sasa utabiri tu. Nakwambia habari ya neno. Kwa sababu neno la Mungu ndio unabii wa kwanza. Kutabiri na tabiri, wanaonijua wanajua. Mambo yake mpaka yanaisha. Amina. Ninajua utabiri kukoje, lakini najua asili ya neno. Kwa sababu neno la uzima ndio kila kitu. Maandiko yanasema kabisa, ratoskapata, neno la Bwana linakuwa mkate, linakuwa mkate kwa mtu mwenye njaa. Neno la Bwana linakuwa kiu, ratoska. Yesu anasema mimi ni maji yaliyo haya. Anakuwa maji wakati wa kiu, ratoskapa. Yesu anasema mimi njia. Anakuwa njia kwa mtu anayehitaji njia. Rimasetetetete. Yesu anasema mimi ni kweli, rata. Palipo neno la ukweli, Yesu anatoa ukweli na kuweka wazi. Ninakwambia unanisikia saa hii kwa jina la Yesu Kristo, una ukweli umeupoteza miaka mingi. Hujasikia habari za ukweli huu. Upo ukweli upitao ukweli wote. Ipo kweli upitao ukweli wote ambayo iko ndani ya Yesu. Ukishika neno la Yesu Kristo, hautalogwa na uchawi, hautashikwa na uganga wala ushirikina, hautanaswa na mitego. Hebu sema amen. Amen. Mwanangu mmoja aitwa Fauzi, yuko Kigamboni, leo hajaja Jumapili. Anasema siku moja ametoka dukani kwake, anapita akamfuata mama mmoja. Yuko Kigamboni, yuko huku Mbezi. Lakini sababu naombeaga wanangu wote kanisani. Akaambia mama amenifuata, akaniambia unajiongea kwa wewe baba yako, unaidai baba yako. Akasema ole wako. Tungekufanya kitu mbaya, ongelea kwa sababu wewe baba yako. Anatufuata hadi huko. Akaja akaniambia, siku moja tuko Kigamboni, binti mmoja anaitwa Helena mtoka kanisani kwenye maombi, kwa tunamwambia kurudisha ubaya kwa adui. Nisikilize, usisahau maombi. Haya maombi tunavyoomba tunapita navunja na kanyaga. Ungeangalia ulimwengu wa roho wanakimbizana. Unavunja kweli kweli. Unaharibu kweli kweli. Akakutana na mtu alikuwa ni ex wake. Hebu sema ex. Akamfuata mwenyewe ndani, akamwambia umeenda kwa mganga gani? Kama mtu kaja kanisani ambaye umeenda kwa mganga gani? Akasema yaani mimi napata shida saa hizi, nimekurudishia kizazi chako, nimekurudishia kila kitu. Umeenda kwa mganga gani wewe? Mimi saa hizi mke wangu azai, napata shida. Kumbe alikuwa anatafuta mchawi wake, kumbe mchawi ni ex. Ex ameshaondoka, yeye kaolewa na mtu mwingine, kwenye ndoa yake azai kwa sababu ex ni mshirikina. Amesema yule mwanamke
mimi nilikuwa nampenda lakini ameniacha, moyo wangu ulikuwa kwake, ninamkomesha hata zaa maisha yake yote. Akasema na mimi kwanza leo nimeachia kila kitu. Amempata kimwili, sio kiroho, hivi kama mimi na wewe hivi. Anamwambia nimechoka, naachia kila kitu mwilini hivi. Yule binti alikuwa mjamzito na naamini sasa ndio anakuwa kama miezi 5 au 6. Sina mawasiliano naye. Wagamboni unaelewa? Huyu Yesu ambaye anafanya kuliko uchawi na uganga na ushirikina, anakutoa kwenye kila mtego kwa jina la Yesu. Nasema tena atakutoa kwenye kila mtego kwa jina la Yesu. Nasema tena atakutoa kwenye kila mtego kwa jina la Yesu. Nasema tena atakutoa kwenye kila mtego kwa jina la Yesu. Baba sema. Nisikie nikwambie. Sema tukuni. Twende tena kwenye Biblia nikwambie jambo hapa. Haleluya. Amina. Ropoko satabakata. Yes. Mmoja kanipata kaniambia, Prophet Gwahemba, acha nikwambie unisikie. Nikamwambia sema ndio. Akaniambia nikwambie jambo. Unanishangaza sana. Unaniambia waziwazi kwamba eti Yesu ni mwana wa Mungu, inakuwaje? Mungu anawezaje kuwa na mtoto? Nikamwambia hujaelewa vizuri. Tuende kwenye kitabu kitukufu cha Qur'ani, kinasema Mungu anaweza kuona bila macho. Mungu anaweza kusikia bila masikio. Qur'ani tukufu inasema waziwazi, Mungu anaweza kugusa bila mikono. Basi Mungu anaweza kuwa na mwana bila kuzaa. Acha nikwambie jambo moja mjie na unisikie leo. Habari za mambo ya Mungu yako tofauti na mambo mawili. Kwa maana hekima za kibinadamu haziingiani na mambo ya rohoni. Kama vile ambavyo huoni mambo yanayokuwa rohoni, huwezi kuyatafsiri kwa akili ya kawaida. Unahitaji roho wa Bwana aingie ndani yako. Maandiko yanasema wazi, ratakosata. Naye Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao hao wasioamini. Ili kuwazukia nuru ya amani. Kumbe wanakuwa na upofu, wamepigwa, wanakuwa waoni sawa sawa. Na hata wanaona wakiwaambiwa tunaona giza mbele, wanasema Bwana achana na mambo hayo. Mambo ya dini yananichosha. Unajua mambo ya madhehebu yananichosha. Nami huwa nawaambia mimi sina dini wala dhehebu. Mimi ninaye Yesu mfalme wa wafalme. Nina Yesu Bwana wa mabwana. Aliye juu ya uganga na ushirikina. Aliye juu ya uchawi. Acha nikwambie jambo moja. Wamenifanya kama mama mmoja. Akaniambia mume wako anaweza kuposa. Nikamwambia kansa inawezekana. Akapona. Akaja HIV. Yule na Agnes. Wagamboni na mfahamu vizuri. Akapona HIV. Acha nikwambie rato sapataya. Akaja vidonda vya tumbo, tuko naye hapa. Eliza anasema vimeisha, hiyo imeisha. Huyo hapa. Unajua vidonda vya tumbo haviponagi, ni kwenu. Kwa Yesu wetu inawezekana. Mwambie mwenzako Yesu inawezekana. Yesu inawezekana. Mtu mmoja akamate moto, ripaka toka pata. Kamata moto ndani, kwamba kila kitu kinawezekana kwa Bwana. Merusa pale badata. Sasa mbona mtumishi unaongea mambo haya? Mbona tumeanzia hapa chini? Mbona tumeanzia ni mwanzo? Kila mwanzo unaanza, kila namba inaanza na moja. Usiogope uliko. Usiogope uliposimamia pale. Amina. Ukubwa wa vita ulionao unakuonesha unapi. Asiyekuwa na vita hana Mungu. Amina, amina. Ukiwa na vita ndio una Mungu. Sema baba, sema baba. Shetani anampiga vita asiyekuwa na lolote wala chochote. Ni kweli. Shetani anampiga vita mtu ambaye amebeba kitu. Ndio. Ukiangalia kwenye Biblia wazazi utagundua mambo kadha wa kadha. Wakati Musa anazaliwa, hebu imagine Musa anazaliwa, Israeli wanateseka, alafu wanaomba maombi miaka mingi waje kuokolewa, alafu kuna mkombozi anazaliwa. Wakati anazaliwa tu eti wanajimu wanaenda kumshauri Farao, wanamwambia saizi huwa watoto wa kwanza, kwa hiyo muinge yule mmoja. Kuna mmoja anawindwa, mmoja tu anawindwa. Imagine wakati Yesu anasherehekea birthday yake, alikuwa anasherehekea peke yake. Niulize kwa nini? Uliza kwa nini? Kwa sababu uzao wake wote walikufa. Kuzaliwa kwake kulisababisha uzao wake wote ufe. Wakati anazaliwa shetani akaamua au uzao wote ili amsake Yesu mmoja. Wanajimu walikuja wasoma nyota, wale mags people ambao ni mamajusi, walivyokuja wakatabiri wakasema, unajua kuna anaenda kuzaliwa mfalme. Kwa sababu wao walikariri kama wanadamu walivyokariri leo kwamba vitu vikubwa vinatokea kwenye nyumba ya ufalme. Wakajua huyu mfalme anayezaliwa atakuwa amezaliwa kwa Herode. Anakuwa ikulu. Na wewe unawazaga mambo yote yanatokea ikulu. Mwambie mwenzako acha hiyo. Acha hiyo. Mwambie mwenzako achana na hiyo. Achana na hiyo. Mambo mema yanaweza kaanzia kwako wewe. Amina. Kumbe Bwana amezaliwa Nazareti. Mtu mmoja akauliza akasema, jambo gani jema linaweza kutokea Nazareti? Maana yake Nazareti kulikuwa kama mji fulani, kama ambavyo iko Mbezi Juu imejitenga tu. Eti sasa huko hamna watu wengi. Unajua kuna mabonde. Jambo gani jema litaanzia huko? Acha nikwambie jambo jema linaanzia hapa kwa Yesu Kristo. Amina. Jambo jema linakuja nchi ya Tanzania kuanzia hapa kwa Yesu Kristo. Utaona maelfu kwa maelfu wanakuja mahali hapa kwa Yesu Kristo. Utaona wagonjwa wanapona mahali hapa kwa Yesu Kristo. Utaona maajabu makubwa hujawahi kuyaona juu ya nchi yanatokea mahali hapa. Utaona vilema wanatembea mahali hapa. Utaona dhiki inaondoka mahali hapa. Na kila anayezuia mchawi mganga
wataanguka kwa jina la Yesu. Sema amen. Amina kubwa. Tunamjua Mungu tunayemhubiri. Acha, tunamjua Mungu tunayemhubiri. Hatuhubiri dini wala dhehebu sisi. Amina. Haleluya, haleluya. Amina, amina. Kila mahala ni sahihi. Amina kubwa. Dini ni utaratibu wa wanadamu kumtafuta Mungu yuko wapi. Ndio. Lakini kuna utaratibu wa Mungu kumtafuta mwanadamu ili amsaidie. Hapo utaratibu wa Mungu unaitwa wokovu. Utaratibu wa wanadamu kumtafuta Mungu unaitwa dini. Wakasema Bwana, sisi unajua, ili tumpate Mungu tuangalie upande fulani. Wakasema sisi tumpate Mungu tusali siku fulani. Wakasema sisi tumpate Mungu tuvae mavazi meupe. Wakasema tumpate Mungu tuwe hivi, lakini anatafuta Mungu mmoja. Sema fire. 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 Sema fire. Ndio. Kwa hiyo wakati Yesu anazaliwa, malaika akamtokea Yusufu akamwambia mchukue mama na mtoto. Kimbilia Misri kwa maana Daudi anataka kumuua. Alipomtumiza mtoto, shetani akaweka mtego. Kuna wachawi na wasoma nyota walikuwa karibu na kiongozi wa nchi kama ambavyo mambo yanaendelea leo. Wote kiongozi wote wa serikali ya mtaa au wakati wa kitongoji wa jimbo, mbunge, kuna watu wa giza wao wanazunguka. Kama unavyoona kuna serikali ya mwilini hivi, kuna serikali ya uchawi rohoni ipo. Na wakati Nabii Gwemba ameingia kwenye mji mfano wa Mbezi Juu, kuna serikali inajua ya giza. Unaweza wengine wanachukia bila sababu. Kuna serikali inajua kuna mtu kaingia sio kwa kawaida, ambaye tena kutoa mapinduzi fulani ya kiroho. Kwa akishajua wanaanza vita. Ndio. Na wakijua vita rohoni inakuja maneno. Ndio lazima uwe na hekima na mitego ya giza. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wataanza unajua kwanza, unajua bwana, kwa nini wasome taratibu? Mbona mambo yao ni makali makali? Kila mtu wake. Ndio. Kuna wengine ndio tuko hivi. Amina. Kwenye mwili wa Kristo kuna wengine tuko kwenye ngumi pale pa kupigia. Kwa hiyo kila mtu kwenye mwili wa Kristo ana pati yake. Kuna wengine sisi kazi yetu ni kuharibu kazi za giza. Kama ilivyoandikwa kwenye Yeremia 1:10. Angalia mkoa wa mataifa yanajua familia kuharibu. Tunakutana na mahala ambako shetani amejenga, tunaharibu takataka. Tunaharibu, tunasaga tikiti. Kwa nini? Ndio basi tuliopewa. Unajua bwana, mimi si. Unajua wangeomba sio kwa taratibu. Tofauti. Naitwa alivyoibiwa kwa ajili ya Yesu. Sema amen. Amina, amina. Sema amen. Kubwa. Ndio maana hapa wagonjwa wanapona. Kila mwenye dhiki inaondoka. Amen. Wasiokuwa na kazi wanapokea kazi. Amina. Akaja yule binti mmoja anaitwa kama huyu jina nani? Elisa. Akaniambia mimi sina kazi. Nikamwambia unapokea kazi. Nikamtabiri hapa katika mbona utapata kazi. Unakaa muda umekwama, lakini Mungu anaweza akafanya mambo hata ya kimwili anayofanya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Milango yako ikafunge kwa jina la Yesu. Sema amen. Amina, amina. Milango ikafunge kwa jina la Yesu. Sema amen. Amina, amina kubwa. Tena kwenye neno tena uangalie. Amina. Maandiko yamejaa habari za mitego ya shetani na mitego ya giza. Timotheo wa pili 2:26. Ruba tataraba ateras. Timotheo wa pili 2:26. Sekuraba ateraba aperadas. Timotheo wa pili 2:26. Ndio. Amina, amina. Nasoma Timotheo wa waraka wa pili wa Timotheo. Ndio. Ile sura ya pili na ule mstari wa 26. Inasema, nao unasema wapate tena fahamu zao. Wapate tena fahamu zao. Na kutoka katika mtego wa ibilisi. Hebu sema mtego wa ibilisi. Mtego wa ibilisi. Sema mtego wa ibilisi. Mtego wa ibilisi. Naendelea. Ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Kwa hiyo kuna watu wametegwa kuyafanya mapenzi ya ibilisi. Sio wanapenda, wametegwa. Acha nikwambie, mtu akishakuwa mtumwa anaanza kuagizwa kile ambacho anaambiwa afanye, hana namna kwa sababu yuko kwenye gereza. Hivi unafikiri wale wafungwa wanapenda kukaa mle gerezani? Kwa sababu wametegwa, ni mtego, wameshanaswa. Wamekamatwa, wamewekwa gerezani. Ina maana wanataka wakaamke wakakate kuni, wanakuwa waambiwa kufanya wanachokifanya. Amen, amen. Amina. Wanadamu wengi wamekuwa kwenye gereza na wamekuwa mateka kwa sababu waliingia kwenye mtego na inawapelekea
wanakuwa kwenye shida ile kila wakati. Maandiko yanasema Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, ili wasione nuru. Maana yake Yesu ni nuru, na ili kumuona Yesu unahitaji neema kufahamu. Haleluya. Amina. Zamani wakati mimi sijaokoka nilikuwa najua kuna makanisa ya watu wanalia tu. Sasa siku hizi hatulii, tunapiga. Sema tunapiga. Siku hizi tunapiga. Na ukija mahali tumepiga, shetani lazima aachie. Amen, amen. Amina. Anasema kwenye Yeremia 51:20. Inasema wewe ulungu langu na silaha zangu za vita. Mungu anakuambia wewe. Hebu sema mimi. Mimi. Sema mimi. Ni lungu la Bwana. Na silaha zake za vita. Wakati unasikia mchawi anakufuata, acha kulia, usilie. Amen. Wakati mambo hayaendi sawa sawa, unasema hapa kuna hali sio ya kawaida. Mtoto amebanwa kifua, kuna hali sio ya kawaida. Umeenda hospitali magonjwa yamekataa, kuna hali sio ya kawaida. Mwanamke achana na habari ya makeup kwanza. Nisikio usipige makeup. Amka sikio, sema atakula siri. Chukua kanga yako, funga kiuno. Alafu ingia chumbani, jifungie chumbani. Alafu anza kuomba ratapaka rimako preteketeka. Ninasambaratisha kila ngome ya uchawi. Ninaharibu kila mitego iliyotegwa. Ile mitego ya afya ili mauti ije. Ile mitego ya biashara ikosa wateja. Unakataa. Unaanza kuomba rabababa. Rimaka bababa. Repepebebe. Rande kakakaka. Unashangaa mambo yanaenda. Shida yako umekubali, unajua. Kama maombi kama haya. Baba amenionea sana. Nimechoka baba. Baba shuka uje. Malaika wanakuangalia wanasema hili jitu halina akili timamu. Kwa mtumishi sio maombi mazuri. Ni maombi kuna muda yaombe, lakini kuna maombi ya kutumia mamlaka waliopewa, ni maombi ya nguvu sana. Maandiko yanasema kwenye Luka 10:19. Inasema umepewa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za adui. Tayari umeshapewa amri. Amri unayo wewe, umepewa. Eti mimi nimekupa kisu, baba leo niambie eti njoo ukate nyama. Na kisu unacho wewe mwenyewe. Ndio wanadamu wangu wako hivyo. Haleluya. Kuna mtu mwingine ni vizuri ukaomba sala zingine kama Bethlehem, ni sala nzuri, omba. Haleluya. Amen. Lakini baada ya kuomba, unapewa description, unaelekezwa waombe, wanaambiwa ombeni kwa kufuata mtiririko huu, ni summary. Maana yake sio kila siku uombe tu hicho. Siku moja omba mahitaji yako, omba nyumba, omba gari, omba mambo mengine yakae sawa sawa, omba na maombi mengine. Maana yake umepewa kia kusimamia. Unavyoomba, cha kwanza ujue baba yako yuko wapi? Yuko mbinguni. Cha pili uamini kwamba unavyoomba Haleluya. Amen. 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 Tumia mamlaka ulionayo. Kataa. Yeye anasema sikubali na hii hali. Hali hii nimeikataa kuanzia leo. Ilikuwa ni mtego, niliingia kwenye mtego. Niliingia kwenye mtego wa magonjwa. Niliingia kwenye shimo la matatizo. Niliingia kwenye shimo la uchawi. Niliingia kwenye mtego wa kifo. Sasa hizi naanza kuumwa, unielekea kwenye kifo. Ni mtego. Siku moja nikapigiwa simu, nilikuwa niko nyumbani tu nimekaa, nimeamka na mpango wangu niombe. Akanipigia mama Neema, yuko Kibaha. Akaniambia binti yangu ameshadondoka hapa, nimempeleka hospitali, hapumui, hafanyi chochote. Ila mtumishi, niliangalia unaona ni hali ya kimashetani hii, sio ya kawaida. Usali hiyo akamwambia tumbebe, akawa anaanza kurusha mikono na miguu kama anakata roho. Akasema mimi siamini kama mwanangu anakufa, nimeshaomba. Mtumishi omba. Nikamwambia pale kwenye simu. Baadaye akanipigia tena, akaniambia mtumishi, naomba chukua usafiri wote, chukua hata pikipiki, mimi nitakuja nitalipia. Amen. Amen. Mtego unaanza namna hiyo. Haleluya. Amen. Sikiliza. Kuna wakati kama unaona kabisa umeshindwa, usikubali umeshindwa, usikiri. Ng'ang'ania, wewe ndio Mkristo ulivyo. Nisikilize, nguvu ya Mkristo iko kwenye maneno. Kama wachawi wakitaka kumfanya mtu anaanza na maneno, wananuizia. Ukisikia manuizo, maana yake ni maneno yanayotamkwa, wanatamka kwa imani. Wanachukua kamdoli fulani, wanajua ndio wewe, wanakachoma choma. Kuanzia leo huyu vitu vianze kutembea vimchome kwenye mwili. Anasema kuanzia leo vitokee hivi. Wewe unakaa tu hivi, utumiki kinywa chako kama Mkristo. Utabanikiwa mikono hadi miguu, utabakia vile vile. Ndio maana si hapa tukufundishi kumtegemea mtumishi, tunakufundisha wewe kumtegemea Mungu na wewe kumtafuta Mungu.
Kuna sababu mtumishi mmoja jambo fulani kubwa ya kiroho atakuja na kutabia na kwambia, lakini ukiondoka kaa ndani. Sema leo nimesema nafunga. Leo naamua kukabiliana na adui zangu. Na kabiliana na kila uchawi na uganga. Na ulazimisha uachie maisha yangu. Utaona ushindi. Nikachukua pikipiki, nikachukua Bolt, nikakimbia. Kwa almost karibia 30 mara kufika kwa kama mkoa wa Pwani. Akimbia. Mtu amekatika kama vile ameondoka. Shetani mjanja anakutega. Unaona kama mtu ameshakufa kabisa, kashaondoka. Kumbe ni muongo wa giza. Na ndio maana kuna watu wengi wanajua wamekufa lakini hawaje. Wengine wanatembea. Narudia hiyo nataka ikate. Kuna watu wengi wanajua wamekufa ila hawajafa. Amewekwa mahala wanafanya kazi za giza sehemu, wanateswa mahala. Na ukitembea barabarani wengi sana sio watu. Wengi sio watu unaokutana nao. Wengine wanatamani wakuongelesha hawawezi, kwani walikuwa hawana Yesu, wakachukuliwa msukule, wakabebwa. Walikuwa wabishi kama wewe, wana akili za kibinadamu. Yeye ni msomi, mimi profesa. Nikwambie hata kama daktari ana PhD, hawezi kuona bebo kwenye tumbo la mtu, hawezi. Ndio maana sisi mzaidi daktari, wewe mzaidi daktari. Haleluya. Una dawa ipita dawa zote. Dawa ambayo ukitamka kwa magonjwa yashindikana inatibu. Wewe una serious na Mungu. Wewe unaweza kuwa serious na Mungu. Kazi kubembeleze. Mahala ambako wewe una dawa, kumsoma dawa zote. Tukwambie unajua, jitahidi uje, sisi tunataka tukuone, tukubembeleze. Tunakupa hichi kitu cha thamani kuliko vyote duniani. Jina jema ni dhahabu na fedha, ndio jina la Yesu. Ukishakuona unaanza kuleta vingine vyote. Ni jambo la muda tu, vitakuja kwenye maisha yako. Hebu sema amen. Sema tena amen. Sema kwa jina la Yesu. Kila mtego wa kichawi, kila mtego wa ushirikina, ninauharibu leo kwa moto wa Roho Mtakatifu. Na utuma moto kwenye kila chanzo cha ugonjwa wangu, kila chanzo cha dhiki yangu, kila chanzo cha mateso yangu. Achia leo kwa jina la Yesu. Piga Bwana Yesu makofi makubwa. Haleluya. Unielewe hapo. Amen. Mtego ya shetani. Anaongea hapa waziwazi, anasema hivi, wasije kuingia kwenye mitego ya shetani. Timotheo 2:26. Wapate sana fahamu zao. Kuna kupoteza fahamu. Hujanielewa wewe. Amina. Nataka unielewe tena, niangalie unielewe. Amina. Hebu sema kuna watu hawana fahamu. Mtumishi wewe sio mstaarabu, unatukana watu. Kama mtu hana fahamu hana, tunamwambia nini za kizuri? Kuna wakati video nilisubutu kwa watu wengine wajinga na wengine wapumbavu. Unajua mimi na akili sana, haya mambo ya dini nayajua tangu muda mrefu. Huna fahamu. Huna. Njoo ufahamishwe. Sasa mbona ni mtu mzima kabisa lakini anaendelea mambo kusalisali, hayana muda, hana fahamu. Haleluya. Ila siku akizipata fahamu atakuelewa. Miaka mimi naanza kazi ya Mungu. Natoka kwenda mkesha, napita dirishani. Baba yangu hataki niende mkesha. Hataki niende kwa walokole. Sababu walokole wanapewa makelele mengi. Wakolokole wanapasua na kuvunja afu uone kinachovunjika kimwili. Walokole hawa mbona hawaeleweki? Walokole hawana maana. Ukapita muda mrefu familia yangu akawa wanaanza kunitenga. Baadaye wakawa na maana wanaita tu mchungaji. Mchungaji amekuja. Wakati huo sasa sijasoma tena chochote. Mchungaji. Kwa sababu ya zile tabia. Amen. Muda wote hawajui kuona faida yangu kama wao ambavyo hawaoni faida yako. Siku moja nimeenda kanisani. Nilikuwa ibada kisha kama hivi. Tunaombea watu kule nyuma. Tunaanza kuhudumia watu. Tunaombea wale watu. Mimi naendelea kuombea watu kama saa moja saa mbili. Nikaja shika simu hivi naona kuna miss call kama 3 za baba na kama 2 za mama yangu mzazi. Nikasema kuna nini leo nyumbani? Mbona napigiwa vizuri sana namna hii? Wanataka waniulize mbona umechelewa, unarudi saa ngapi kutoka kanisani? Nikasema leo usiku na nini? Nikapiga. Kupiga nikakuta kama namba wangu mmoja amedondoka mashetani. Amen. Shangazi mchawi anaongea mle ndani. Anaongea ndani yake. Sisi tunataka maisha yake yafanikiwe. Pale nyumbani wameshamhudumia, anawatukana. Amen. Wakati wanahangaika naye wakakumbuka kuna mtoto wetu mmoja. Huwa
ni kalokole lokole. Hakaelewekeka, anaenda kanisani kwa lokole, kanarudi. Kanaweza kaka na jambo la kusaidia hapa, ngoma imekuwa ngumu. Wakati huo wamechukua maji ya baraka, wamemwagia maji, yamegonga mwamba. Wameshamsalimia Maria mno. Salamu Maria zimepigwa nyingi, ngoma imekataa kutoka. Wakapiga simu, halo mama, halo baba. Akunipigia sababu baba anajua. Ningemwambia baba, sasa mimi ndo nije niombee. Mama akaniambia, mwanangu uko wapi? Akanisalimia mzee, akasema niko huku, bado niko kanisani, niko namaliza kuombea hapa watu. Watu wameshatawanyika. Tumekuwa wa mwisho kutoka kanisani. Ndio maana usiona kielele. Unapokuwa mwisho kutoka kanisani, kuna muda mwingine Mungu anakupa neema. Nisikilize. Kanisani sio sehemu ya biashara. Kanisani sio sehemu ya kuitelekeza. Sio sehemu ya kuisahau. Ni sehemu ya muhimu sana kwenye maisha ya watu. Wakati dhiki zinawapata watu na shida, kuna mahali wanakimbia ambako ni mahali salama. Huwa ni kanisani. Hata mimi nikikwamaga nakimbilia hapa. Ambaye mwenzao kimbilia kanisani. Paheshimu kanisani. Ni mahali pa makimbilio. Wazee wengine ni watoro, siku akibana unasikia, baba uko wapi? Nataka nije. Wapi? Kanisani. Nikatoa wala usiwe na shaka, kuna teknolojia. Nikamwambia weka loudspeaker, msogezeni simu. Haleluya. Moyoni nikasema leo na mimi siku yangu ya kujidai. Haleluya. Nikasema mazoezi ninayofanya kanisani huku ya kuombea watu wengine, leo nyumbani kwetu wajue. Haleluya. Wakati huo baba yangu na utu uzima wake hajaweza kutoa pepo. Alikuwa anamtukana tu hapo. Anamwambia mama unataka nini mama? Anambia pepo, mama unataka nini? Nikasema hapa watu hawajafahamu, hapa hawajapata ufahamu wa neema ya Mungu. Nikaanza kusema wewe, akafanya nikasema yes, haleluya. Mpiga Yesu makofi makubwa, amen. Akasema unatuunguza. Nikasema leo hapa sasa naonesha. Nikasema sio kuonesha, nyumbani wajue ninachokifuataga huko kanisani, sijachanganyikiwa, huwa kina manufaa. Leo kimeleta manufaa kwenye familia. Nikamwambia utamwachia. Akasema nguza, hatumwachii. Tunataka tuwe mikoba. Nikasema toka, naachia moto. Akapiga makelele. Baadaye akawa ametoka, akamwachia, akawa sawa. Na wakaniambia baba amelala chini. Wanapata maelekezo yangu leo. Mwambie mwenzako unapata maelekezo yako siku moja. Unapata maelekezo yako ya maisha. Unapompata Yesu, kuna siku watu wanataka maelekezo kwako. Ipo. Haleluya. Kuna miaka, kuna siku wewe mbona unakuwa hauna unapoteza muda. Kuna saa Bwana atakubariki. Kuna neema Bwana itaingia kwenye maisha yako. Kuna neema Bwana itaingia kwenye uchumi wako. Sababu maandiko yanasema waziwazi, yeye humtoa mnyonge toka mavumbini na kumketisha na wakuu. Ratos kapata. Mungu wetu ni Mungu anayeinua. Rinda moka parata. Miaka fulani iliyopita nyuma, alikuwa mtu mmoja anaitwa Daudi. Alikuwa ni mtu asiyehesabika katika familia yake. Hata wakati wa kupaka mafuta, wakamweka pembeni, wakasema tu ni kijana fulani ambaye hata shule hajaenda, wala sio mwanajeshi. Atabakia tu anachunga kondoo. Wakamtenga pembeni. Ila huyu Mungu tunayemtumainia, hebu sema amen. Huyu Mungu ambaye anaweza kumtoa mtu kutoka kuchunga kondoo akawa mfalme. Hajawahi kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, hajawahi kuwa waziri wa kawaida, hana mazoezi, hajata mwanachama wa chama, lakini akaja kuwa mfalme. Huyu Mungu tunamtumainia. Wakati fulani kuna kijana mmoja alikuwa tu yupo mahala fulani. Acha nikwambie habari za huyu Mungu wetu. Sema amen, sema amen. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yabesi. Biblia inasema alikuwa amesalaulika kuliko ndugu zake wote. Maandiko yanasema waziwazi, Yabesi akaanza kumlingana Mungu wa Israeli. Acha nikwambie, unapoanza kumlingana Mungu wetu ambaye tunamtumainia, maana yake unamsikia Bwana anasema nini? Unasikia tumishi wa Mungu anakuambia nini? Wakwambia njoo ufanye usafishe kanisani, unakuja unasafisha. Wanakwambia unamlingana Mungu, unasema Mungu taenda na wewe. Mungu anakuambia watu, hebu hubiria watu, unaanza anakwambia hata kama kaja mtu mmoja, wema hubiria, fundisha yule mtu, unamtii Bwana. Yule Bwana anaandaa na kuandalia meza mahala fulani, anaanza kutengenezea mazingira mahala fulani. Wewe usikate tamaa, wewe umesikia sasa hivi kwa ajili ya Kristo. Wewe unakubali mambo ndani ya siku moja. Anaweza kubadili hatima iliyosahaulika na kukumbuka na kupotea kabisa. Huyu Mungu anaweza kufanya mambo. Sema amen. Sema amen. Wewe umepoa kuliko mimi. Sema tena amen. Hebu simama
sema fire. Simama hapo ulipo, fire. Ambaye umekaa ni mzee, inuka sema fire. Sema fire. Fire. Kaa chini, naomba kaa chini. Hakuna raha nzuri kama kumhubiri Yesu. Ni raha kuliko kupiga umbea wa siasa. Kwa sababu wanasiasa wanafeli. Wana kikomo na mwisho wao. Kuna siku utasikia amefariki kutoka bendera nusu mlingoti. Lakini yupo Yesu ambaye bendera ikae nusu mlingoti. Bendera chuma, mlingoti wake chuma, kila kitu chuma. Hebu sema amen. Tunahubiri habari za Yesu ambaye ni chuma. Hana dini wala dhehebu. Yeye anaweza kumchukua mtu yeyote. Anaweza arudi akaonekana na heshima. Tangu sikio nyumbani wakaanza kuniambia, baba yangu leo uendi kanisani leo. Nikaona jambo la kanisani lina manufaa hata kwa watu wa familia. Lina manufaa kwa watu wa jamii. Wakati fulani kipi kilitokea mimi nikaanza kuokoka. Hebu sema amen kitu kidogo. Wakati nasikia waloko wanafanya maombi, tulikuwa tunakaa kota za polisi. Nasikia waloko wanapiga makofi. Nasikia tu mwamba. Jioni nasema waloko wanapiga makofi. Sasa nikasema nikajisikia tu roho ndani yangu, nasema ngoja niende nikaangalia na mimi. Ndio nikakaa nyuma tukaanza kupiga makofi. Na wakati tulikuwa na rafiki zangu kama watatu. Tumeondoka kwenda kuona kwa wale walokole. Tulichokifuata pale kuna mama mmoja alikuwa ndio kiongozi pale, alikuwa na mabinti wawili wazuri sana. Amen. Wewe umekasirika hata sikwambii nataka kuambia. Hebu sema tena amen. Wewe usemaje wako, mimi wanasema ili ujifunze. Tumeenda sisi eti kwa walokole, tukakuta mabinti, kuna mabinti wanasali pale, ila sisi tunakaa nyuma yao tunapiga makofi ili asiwe tuone ni watu fulani tunaenda kusali kama wao ili watupende. Ndio kilipeka kusali kwa walokole. Miaka mingi nimeweza darasa la 7 na nilikuwa form 1. Tumeanza makofi pale, baadaye tukaanza kusikia shuhuda. Dada mmoja akasema nikakikundi fulani kwa watu wachache ambao wanasali mahali fulani, tena sio kanisa. Kesho yake tukaenda tena, kesho kutwa zikatoka kushia shuhuda. Sisi tumefuata jambo letu, tunasikia shuhuda, neno linatuingia ndani. Kama mtu unaponisikia saa hizi kuna kitu kinaingia ndani. Ile unasikia roho inakuzuia. Roho inakwambia achana nao bwana hao. Achana walokole waga wapo miaka yote. Kumbe ndio kuna majibu ya shida yako. Shetani anataka kukwamishe shida yako isitatuke. Umeenda hospitali mambo yamekataa. Umeenda kwa mganga mambo yamekataa. Umejaribu kila jambo imekataa. Umepewa mtaji umeumaliza. Watu wanabaki na dini yangu, dini ya mama, dini haimsaidii mtu. Hata mimi dini hainisaidii. Haleluya. Ila yuko Yesu ambaye analeta msaada. Ameandika kwenye vitabu vyote. Miujiza yake iko kila mahali imeandikwa. Hata mahali pengine ambako ameandikwa kama nabii, lakini nabii alifanya miujiza mingi. Kwa kitabu tukufu alitengeneza ndege kwa udongo, akapulizia pumzi akaruka juu. Amezungumzia amefanya miujiza mingi kuliko unavyofikiria wewe. Lakini bado ikaandikwa tena. Kwa kitabu kikubwa ni adimu sana hicho kitabu, ukipata mabahatika kinaitwa Al-Qud al-Jamal. Kimeandikwa habari ya nguvu tatu zitakazokuja kushuka chini ya dunia na kuigawanya dunia vipande vitatu. Ni wewe tu ujue, wengine wanajua. Na wanajua nguvu za Yesu wako. Na hata wengine wamegeuka kuwa washirikina ili wakikudanganya kama tunamtafuta Mungu. Na nakwambia kama unajua kuna majini mengine tunafanya nao kazi ni majini mazuri, na unakubali ndio. Hamna majini mazuri, usidanganywe. Haleluya. Hayapo. Yote yakimtia mwanadamu yamfanya anavyotaka wenyewe. Njia pekee ni kuwa na Yesu ndani ya maisha yako. Itakusaidia sana maisha yako. Itasaidia hatima yako. Uchawi na uganga na ushirikina hautaweza kugusa maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Uchawi na uganga na ushirikina hauwezi kugusa maisha yako. Amen. Hii neema ambayo tunayo ya Yesu Kristo ni neema kubwa sana.
ambayo itasaidia maisha yako. Hata kama hauna sadaka, njoo kanisani. Wewe toa mwili wako kwa sadaka. Jitoe kama nimekuja nyumbani kwa Bwana, nisikie ili Mungu anifungulie milango ya kufanya hicho sadaka. Mtaki huyu Yesu aje asaidie kwenye maisha yako. Mtaki huyu Yesu aje ainue maisha yako. Ana neema, ana nguvu ya kubadilisha mambo yako. Ana nguvu ya kuinua maisha na kuyabadilisha. Tunahubiri habari za Mungu ambaye anabadilisha maisha ya watu. Hatujui maneno matupu. Paulo anasema hivi, sija kwenu kwa maneno matupu. We have evidence that this God lives. Tuna ushahidi kama huyu Mungu anaishi na anatenda na anafanya. Ushahidi upo. Mimi nikamwambia, kwa hiyo Gwembe unasema habari za Mungu wako inakuaje? Nakamwambia nenda kwa mtu fulani kamuulize. Fulani Mungu amemtendea nini? Haleluya. Mwanangu mmoja yuko Gamoni. Yeye ni nesi, alikuwa nesi kwenye trainees. Siku moja anafanya operation. Mdogo wake akanipigia simu, akasema mtumishi wa Mungu, alifanywa operation lakini damu imeisha. Tumetundikia damu nyingine alafu damu inashuka tena. Nikamwambia damu inafanya nini? Akaniambia damu inashuka. Wakati niko ofisini Mungu akaniambia damu inaenda kupanda. Nikamwambia ni namba ya damu inayopanda. Nikamwambia damu inaenda kupanda. Nikamwambia damu imefika hadi 5. Huyu mtu ana damu inashuka vipi wakati mtu ametundikiwa damu? Inaingia akili na ingii, si ndio? Nikaomba pale. Baada ya hapo damu ikapanda. Madaktari wakamwambia yule binti anza kuomba. Kuna muda tunaletea kuambia ombeni, hii hali ni tete. Hii hali ni tete, ombeni. Kuna hali ya changamoto hapa, ombeni. Kuna hali sio nzuri, omba. Unavyoomba unashangaa unayabadilisha matokeo. Majibu yanaingia mahali ambako kuna maswali yasiyoeleweka. Hebu sema katika jina la Yesu. Ninatamka kuanzia leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila uchawi, kila mitego ya kishetani, mitego ya giza, mitego ya kuzimu, tunaiteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na moto unaanza kuomba ramata rabababasha. Hata karibu kila mitego omba rimande lebrata barababashiribusha. Le parunda mataramanda rabababashikiribusha. Le mante ribababasikitelebeshate. Ramose telika parada basata. Le mondo roboshete lebekata. Imantaramanda rabababashata. Kila mitego sema hebu kitokea mitego. Ule mtego uliotuma kwenye ndoa yangu, ule mtego uliotuma kwenye afya yangu, ili afya yangu isistawi, na uharibu mtego ule kwa moto. Anza kuharibu, omba nisikie sauti yako. Ramata parababa. Imanda ramanda makata barababa. Paramanda nakata ramababa. Rebebebe shetireboshata. Remata ramata kaparababa shetirebe. Iparosha pata lababa sata. Omba tembea, omba. Imanda na matata barababa shatarababa. Haribu kila mitego. Mane libra topa katayaba. Epa nene sheterebo shata. Iparende neketerebe shete. Omba. Kila mitego na haribu. Ile mitego mashariki, ile mitego magharibi, ile mitego kwenye biashara, ile mitego kwenye uchumi, ile mitego kwenye huduma, na haribu mitego kwa moto. Haribu kila mitego kwa moto. Omba, haribu. Rabababa. Rebebebe. Aparamamakata. Iparabakatapa. Haribu kila mitego, natengeneza mitego. Na haribu kila mitego kwa uchawi. Ile mitego ya uchawi haribika. Ile mitego ya uchawi achia. Ile mitego ya uchawi bomoka. Ile mitego ya teketea. Omba buja kila mitego. Ratapata. Yendeberebeshete. Iparamamamamamata. Mamatata, iramamamakatarabata, inamamataramamakaparabata, imamamataramamata. Naanza kutuma moto, ninatuma moto. Vile vikao vya uchawi, vile vikao vya giza, vilivyokaliwa chini ya maji, vilivyokaliwa ya anga, walikaa vikao kuzimu kwa ajili ya huduma yangu, walikaa vikao kuzimu kwa ajili ya kazi yangu, na visababisha vile vikao. Tuma moto. Ule moto unatembea, Omba vunja vikao, vunja. Balekesha kana ya bose baya bata yaka. Kila mitego na vunja, kila mitego na haribu, kila mitego na pasua katika jina la Yesu. Kila uchawi na vunja, kila uchawi na haribu, kila ile mitego na chomoa, ile mitego na ichomoa, ile mitego na haribu katika jina la Yesu. Ninaharibu
ninaharibu kila uchawi, pasua katika jina la Yesu, ninapasua ninatoa mamlaka ya kukanyaga kila uchawi, kila Haribu. Fanya ninapasua kila mitego kwenye anga, mitego kwenye ardhi. Haribu kila mitego. Ninategua kila mitego, ninaharibu kila mishale,